kesi ya Lissu. Samia futa kesi ya Lissu. Sasa hiyo ni kufuta kesi. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii kwa kweli kesi yake Mheshimiwa Lissu inazidi kupendekezwa iweze kufutwa na viongozi wakuu wa chama Chadema. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa ni jambo jema kokote unapozidi kutazama video zetu, ni vyema uweze kuelekea katika ukurasa wetu rasmi wa mtandao wa YouTube Habari Moto News, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii kwa mara nyingine, hivi sasa chama kikuu chama Chadema kinazidi kugonga vichwa vya habari kutokana na kauli nzito ambayo wameweza kuizungumza. Kama mwanzo wa video ulioweza kuiona, mtazamaji wangu, sio siri tena, bali chama Chadema kimeweza kurejea kikamilifu kwa siasa za Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo viongozi wengi wakuu wa CCM hawakuweza kutarajia chama hiki chama Chadema kuweza kupata mapokezi makubwa baada ya hata chama hicho kutoshiriki katika uchaguzi wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kesi yake Mheshimiwa Lissu hivi sasa inazidi kupendekezwa iweze kutupiliwa mbali. Ikumbuke kwamba viongozi wakuu wa serikali ya CCM mapema kuanza kwa mwezi huu wa 5 waliweza kuzungumzia kuna uwezekano mkubwa kwa kesi yake Mheshimiwa Lissu iweze kufutwa, na kauli iliyoweza kuzungumzwa leo hii na viongozi wakuu wa chama Chadema kupendekeza kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu iweze kufutwa. Mtazamaji wangu, amini usiamini, kauli hii hawajaweza kuizungumza kwa ubaya ama kwa bahati mbaya, bali hii hapa ina uwezekano mkubwa ya kwamba chama kikuu cha CCM kimeweza kuanza kujiuzulu kupinzana na chama Chadema, na ndipo ambapo uhuru wake Mheshimiwa Lissu hivi sasa unazidi kushinikizwa kutoka kwa wananchi na hata viongozi wakuu wa chama kikuu Chadema akiwemo Mheshimiwa John Heche. Mtazamaji wangu, hii ni dalili tosha kuhusiana na uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu haupo mbali, na kuna uwezekano mkubwa kukamilika kwa mwezi huu wa 5 tukaweza kushuhudia Mheshimiwa Tundu Lissu kurejea kikamilifu kwa nafasi yake ya uwenyekiti katika chama hiki Chadema, kutokana na jinsi ambavyo hivi sasa katika rali zinazozidi kuongozwa mikoa mbalimbali, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanazidi kuhudhuria rali hizo, hii kionyesha wazi ya kwamba hawajaweza kukisahau chama Chadema kisiasa ama kuchoshwa na viongozi wakuu wa chama hicho Chadema katika siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo ambalo hata viongozi walioko madarakani hawaamini. Chama hiki chama Chadema kiliweza kuzuiwa kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025 ili idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania waweze kukichukia chama hiki kwa kesi iliyoweza kushtakiwa dhidi ya chama hiki kwenda kinyume na tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania. Ila kile kinachozidi kufuatia hivi sasa, kinachozidi kuonekana, mtazamaji wangu, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanatokea kukipenda chama Chadema na hata kuwa tayari kukichangia fedha ili chama hicho Chadema kuendelea kubaki imara na viongozi wakuu wa chama hicho Chadema kuendelea kusalia kuwa imara. Ila ikumbuke kwamba kile ambacho chama Chadema kinachozidi kufanya pamoja na viongozi wakuu wa chama Chadema wanazidi kukifanya ndicho kinachozidi kusababisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania leo hii kuwa tayari kusimama na chama Chadema. Mtazamaji wangu, nitakupa mfano kidogo. Hivi sasa tunashuhudia jinsi ambavyo chama hiki Chadema kinazidi kuongoza mikutano mikoa mbalimbali. Tumeshuhudia watu kupea pesa viongozi wakuu wanaozidi kuongoza rali hizo. Mtazamaji wangu, ningependa ufahamu kwamba mwananchi wa kawaida nchini Tanzania anafahamu jinsi gani ambavyo maisha yanazidi kuwa magumu, na wapo nje ama wapo raia tofauti kabisa na mahabusu ambaye ameweza kukamatwa na viongozi wakuu wa CCM.
Hapa hivi mtazamaji wangu, mahabusu tunayezidi kumzungumzia si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Moja kwa moja Mheshimiwa Lissu anazidi kushikililiwa gerezani. Juzi kati tumeshuhudia alipoweza kujitokeza katika kesi iliyokuwa katika kesi yake inayozidi kumkabidhi. Tulishuhudia mwonekano wa nywele zake Mheshimiwa Lissu kuwa tofauti, ikiashiria jinsi gani ambavyo wakati mgumu upo huko ndani gerezani, jambo ambalo wafuasi wa chama Chadema hawafurahii, pamoja na wale wanaozidi kumshabikia Mheshimiwa Lissu hawakuweza kufurahia mwonekano wake Mheshimiwa Lissu, na ndipo ambapo hivi sasa kila mikoa pesa zinazidi kutolewa ama kuchangwa, ndipo ambapo ziweze kusaidia Mheshimiwa Lissu akiwa gerezani. Ila ningependa pia tuzungumzie jambo ambalo liligonga vichwa vya habari siku chache zilizoweza kupita. Tulishuhudia kweli Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuelekea gerezani kwenda kushuhudia ni kipi ambacho wafungwa wanazidi kukipitia. Ila tulishuhudia mfungwa yule mmoja ambaye alipata bahati kuzungumza naye Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na hata kumwomba aweze kumpa msamaha ili aweze kuachiwa huru. Mtazamaji wangu, wa Tanzania wengi waliweza kutofautiana na kile kinachozidi kudaiwa hivi sasa ni sarakasi. Jamaa yule anayezidi kudaiwa kuwa mfungwa aliyeweza kupelekwa gerezani ama kufungwa gerezani, kuna kipindi na wakati ambapo aliweza kuwa ni muuza mahindi kwa umati wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika kampeni za uchaguzi wa mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, jamaa huyo aliyekuwa muuza mahindi kwa mara nyingine kuonekana kuwa mfungwa ambaye yupo gerezani. Mtazamaji wangu, kwa kweli mwonekano wa mfungwa ambaye ameweza kuwa gerezani kwa muda ni mwonekano ambao binafsi ukiona utaweza kubaini na kuamini kweli ni mfungwa, tofauti kabisa na mwonekano jamaa yule aliyeweza kuonekana akiwa ni jamaa mwenye afya imara, mwenye lishe bora, mwenye hapitii kipindi kigumu cha aina yoyote ile. Tukilinganisha jamaa yule ambaye inadaiwa ni mfungwa ambaye ameweza kuwekwa gerezani takriban miaka 7, tukilinganisha na Mheshimiwa Lissu ambaye hivi sasa ndipo ambapo ameweza kumaliza mwaka 1 na miezi 2. Mtazamaji wangu, mwonekano wa Lissu na jamaa yule inaonyesha wazi kwamba anayepitia kipindi kigumu ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Jamaa yule hapitii kipindi kigumu na wala hayupo gerezani, bali ni sarakasi ndogo iliyoweza kuandaliwa ili kuzubaisha wananchi wa Tanzania. Ila kutokana na idadi kubwa ya vijana jenzi hivi sasa kuwa ange na kuangalia kila kile kinachozidi kufanywa na uongozi ulioko madarakani, waliweza kugundua moja kwa moja na kukosoa pakubwa. Jamaa yule hakuweza kuwa mfungwa, bali mfungwa anayezidi kupitia kipindi kigumu hivi sasa ni Mheshimiwa Lissu, na tumeshuhudia jinsi ambavyo chama Chadema leo hii kimeweza kuweka hadharani kwamba kesi yake Mheshimiwa Lissu iweze kufutwa na hakuwa na nia ya uhaini katika Jamhuri ya Tanzania, na itaweza kuwa ni jambo sahihi iwapo Mheshimiwa Lissu kesi itaweza kufutwa na aweze kurejelea nafasi yake ya uwenyekiti katika chama kikuu Chadema. Je, mtazamaji wangu, wewe hapo unakubaliana na Mheshimiwa Tundu Lissu kesi yake iweze kufutwa na arejelee nafasi yake ya uwenyekiti katika chama Chadema? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.